Ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Leo tunazungumzia ugonjwa wa goita. Ugonjwa huu unasababishwa na nini? Dalili zake kubwa ni zipi? Na tiba ya ugonjwa huu ni nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Goita ni hali ya kuvimba kwa tezi ya thyroid. Uvimbe huu hautokani na saratani, hivyo goita si saratani. Tezi ya thyroid ipo sehemu ya mbele ya shingo, na kazi kubwa ya tezi ya thyroid ni kuzalisha homoni mbalimbali ambazo husaidia mwili kudhibiti na kufanya kazi zake mbalimbali. Sasa tuangalie sababu kubwa au visababishi vikubwa vya goita. Ugonjwa wa goita unasababishwa na sababu mbalimbali, ikiwemo hizi hapa. Upungufu wa iodine kwenye chakula. Hii ni sababu kubwa sana ya ugonjwa huu wa goita kwenye maeneo mengi. Lakini kuna magonjwa ambayo yanatokana na shida kwenye mfumo wa kinga mwili. Kuna kuvimba kwa tezi ya thyroid kwa sababu zingine ambazo hazifahamiki. Lakini yapo matumizi ya dawa fulani au kemikali fulani ambazo huathiri na kusababisha hali hii. Lakini wengine hupata tatizo la goita kutokana na shida kwenye uzazi na mabadiliko ya vichocheo au hormones, hasa kwa wanawake. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba sababu kubwa ya ugonjwa wa goita kwenye maeneo mengi ni kutokupata iodine ya kutosha katika lishe. Iodine ni madini muhimu sana yanayohitajika katika utengenezaji wa homoni mbalimbali zinazozalishwa na tezi ya thyroid. Watu wengi wanaoishi kwenye maeneo mbalimbali ambayo yako mbali na pwani ya bahari au yaliyo katika nyanda za juu kutoka usawa wa bahari, kama vile kwenye mikoa kama Mbeya, Iringa na Rukwa, wapo katika hatari zaidi ya kupata goita kwa kuwa hawapati madini ya kutosha ya iodine katika chakula chao. Dalili za ugonjwa wa goita. Dalili kuu ya ugonjwa wa goita ni kuvimba au kuongezeka ukubwa kwa tezi ya thyroid. Ukubwa wa tezi unaweza kuwa kijivimbe ambacho kinaanza kidogo katika tezi au uvimbe mkubwa kama nundu sehemu ya mbele ya shingo. Hii ndio dalili kubwa kabisa ambayo watu wengi wanaifahamu. Lakini ziko dalili zingine ambazo zinaweza zikaambatana na shida hii, kama vile kikohozi kisichoisha, kupata shida ya kumeza kitu au kupumua, sauti kubadilika. Dalili za hyperthyroidism kama vile moyo kwenda mbio, kuvuja sana jasho, kupungua uzito, au kuwa na dalili za hypothyroidism kama vile uchovu, kupata baridi, kuongezeka kwa uzito na kadhalika. Lakini unachotakiwa kufahamu ni kwamba kuvimba kwa tezi hii ya thyroid kunaweza kusababisha mgandamizo katika njia ya hewa pamoja na mrija wa chakula, hali ambayo inaweza kusababisha dalili hizi zingine kama vile nilivyotaja: shida ya kupumua, kupata kikohozi ambacho hakiishi, sauti kukwaruza, shida ya wakati wa kumeza chakula, na wakati mwingine mishipa ya damu ya shingoni inaweza kuvimba pia na kusababisha mtu kuhisi kizunguzungu pindi anapoinua mikono juu. Kwa hizi ni dalili kubwa ambazo zinaendana na tatizo hili. Vipi kwa habari ya matibabu ya ugonjwa wa goita? Ugonjwa wa goita una matibabu yapi? Tiba kubwa au miongoni mwa tiba kubwa inahusisha matumizi ya iodine, hasa kwenye goita ya kawaida. Lakini pia ziko dawa za kudhibiti hormones za thyroid. Lakini pia kuna huduma ya upasuaji kama goita ni kubwa mno au inasababisha matatizo ya kupumua, kumeza na kadhalika. Lakini pia iko tiba ya mionzi ambayo inajulikana kitaalamu zaidi kama radioactive iodine, hasa kwa goita ambayo inatokana na sumu. Kinga zaidi kwa shida hii ya goita: unashauriwa kula chumvi yenye iodine, pata lishe bora, pata vyakula kama dagaa, samaki, maziwa na mayai. Epuka vyakula vinavyopunguza kazi ya thyroid kama vile mihogo mibichi. Kama unakula vitu hivi mara kwa mara, na hasa ikiwa havijapikwa vizuri. Je, una tatizo hili na hujapata msaada bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako.
nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.